Ndugu zangu Waislamu, wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi'ulah, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yeyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumudhi na kumasi Mola wake. Ndugu zangu Waislamu, anwani ya khutba yetu ya leo, ikiwa ni tarehe 24 mwezi huu wa Oktoba. Wama adraka ma Oktoba, mwaka huu 2025. Kichwa chake cha habari kinatuambia Tanzania ni jahazi lenye tabaka mbili. Namuomba Rahman alladhi allama alquran aniwafikishe, aniwezeshe, anisimamie katika khutba hii ya leo, kwa sababu mosi, afya yangu si nzuri sana, nina kifua na mafua. Lakini pili, khutba yangu ya leo ni khutba ya kitaifa. Ni khutba ambayo nataraji kwa Rahman aliyefundisha Qur'an iandikwe katika historia huko mbinguni na huku ardhini pia. Ni khutba ya kitaifa na kimataifa. Lakini niweke angalizo, khutba yangu hii si khutba ya kisiasa kabisa kabisa, na wala khutba yangu ya leo haina mrengo wowote zaidi ya kujenga. Ni khutba ya kidini na ya Kiislamu kama inavyokuwa siku zote kwa asilimia zote. Ni khutba ambayo kwa idhni ya Rahman alladhi allama alquran nimeijengea misingi miwili imara: msingi wa Qur'ani na msingi wa sunna ya Bwana Mtume Muhammad. Ninachokuombeni sasa leo, nisikilizeni kwa masikio ya Kiislamu, ikiwa kweli nyinyi ni Waislamu wa kweli. Allah ndani ya Suratul Nur anatueleza waumini wa kweli hali yao halisi pindi wanapoitwa kwa Allah na mtume wake ili wapate kuhukumu baina yao, ili wapate kuhukumu baina yao, kauli yao inakuwaga vipi? Allah anasema, innama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih, hakika si vinginevyo
kauli ya waumini wa kweli siku zote inakuwaga hivi. Kauli ya waumini wa kweli siku zote inakuwaga hivi: idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, pindi watakapoitwa kwa Allah na mtume wake ili apate kuhukumu baina yao, kukata shauri baina yao, an yaqulu sami'na wa ata'na. Waumini wa kweli kauli yao inakuwaga moja tu: tumesikia na tutatii. Allah hapo akawathibitishia kufaulu kulikokuwa kukubwa kabisa, akasema wa ulaika humul muflihun, na hao ndio wenye kufaulu siku zote. Sasa kama wewe ni muumini wa kweli na unataka siku ya kiyama ufaulu mbele ya Mola wako mlezi, pindi utakaposomewa maneno ya Mola wako na maneno ya mtume wako Muhammad, unapaswa uyapokee kwa asilimia zote pasina kutia mashaka wala dhanna. Khutba yangu inasema Tanzania ni jahazi lenye tabaka mbili, na siku zote napenda nijitahidi kila nachokisema kiwe na mashiko kutoka katika Qur'an na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwa kuwa nimekwisha kwambieni msiwe na hofu wala wasi, khutba yangu nimeijengea nguzo kuu mbili imara ya Qur'ani na sunna. Njoo sasa ila sayyidi sadat, fata'alau al'ana, njoeni sasa ila sayyidi sadat wa qaidi alqadat, الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير سيدنا محمد. Njoo sasa upate kumsikia mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ta'alau litarau kaifa shabbaha نبينا صلى الله عليه وسلم حياتنا بالركاب المسافرين على متن السفينة. njoeni, sikilizeni, niazimeni masikio ya moyo kabla ya masikio ya kichwa. Njoeni mupate kusikia na kujua ya kuwa namna gani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama alivyofananisha maisha yetu, alivyofananisha maisha yetu haya ya kidunia kama vile abiria wanaosafiri katika jahazi, tena katika bahari kuu, في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض. angalieni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam namna alivyoyafananisha maisha yetu haya ya dunia ni kama abiria waliopanda
juu ya jahazi ndani ya bahari kuu, bahari ambayo inafunikwa na mawimbi juu ya mawimbi, juu yake pana mawingu mazito. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd, ni kiza juu ya kiza. Hivi ndivyo mtume wetu alivyofananisha maisha yetu haya ya dunia, kwamba sisi ni sawa na wasafiri tunaosafiri katika jahazi ndani ya bahari kuu. Mawimbi mazito mazito yanaipiga jahazi letu, na mawingu kutoka mbinguni yamelifunika jahazi letu ndani ya giza totoro, ndani ya usiku wa manane. Idha akhraja yadahu lam yakad yaraha, kiasi ambacho abiria akitoa mkono wake juu hauoni hata mkono wake kutokana na giza totoro. Inawezekana usinielewe, lakini namuomba Allah leo munielewe. Na mimi siku zote wenye uwezo wa kunielewa ni wale wenye akili kubwa, lakini akili ndege hawanielewagi. Ndio utasikia ushekhe haeleweki. Ninaeleweka babu, najielewa babu, aliyeniumba ananielewa zaidi babu, na wenye akili kubwa kubwa wananielewa babu. Akili njiwa ndo hawanielewagi, kwa sababu ya ufinyu wa maarifa ndani ya Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Twende katika Sahihu al-Bukhari, hadithi nambari 2493, na katika Sahihu at-Tirmidhi hadithi nambari 2173, na katika Musnad al-Imam Ahmad hadithi nambari 18370 min hadithi An-Nu'man ibn Bashir, kutokana na hadithi ya sahaba An-Nu'man ibn Bashir. Anatuambia, anatuhadithia, anatusimulia sahaba huyu, anasema أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يا kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuambia, mathalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safina. Mfano wa wale wanaosimamia mipaka ya Allah na wenye kuchupa mipaka ya Allah, mfano wa wale wanaoamrisha na kukataza maovu na wasioamrisha mema na kukataza maovu. Kamathali qaumin istahamu ala safina, ni kama vile watu waliopiga kura juu ya jahazi. Sikilize vizuri, Bwana Mtume anatuambia mfano wa wale wanaosimamia mipaka ya Allah na wenye kuchupa mipaka ya Allah ni kama vile watu waliokubaliana kupiga kura juu ya jahazi, ya kwamba juu ya jahazi ambalo lina tabaka mbili, ground floor na first floor. Jahazi lenye ghorofa moja
ghorofa la chini, ghorofa la juu. Kisha wakapiga kura, wepi wakae tabaka la chini na wepi wakae tabaka la juu. Ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume anatuambia wakapiga kura, fa asaba ba'dhum a'lahu wa ba'dhum asfalaha. Matokeo yakatoka, baadhi wakachaguliwa wakae ghorofa ya kwanza, tabaka la juu, na wengine wakae tabaka la chini. Kukawa sasa mahitaji muhimu kama vile chakula, vinywaji, vipo ghorofa la kwanza, tabaka la kwanza. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. وكوالي wanaoishi katika tabaka la chini, ground floor, kila wakitaka maji na chakula wanawagongea wenzao waliopo tabaka la juu, first floor. Na jahazi limesheheni, lipo spidi 222 ndani ya bahari ya Hindi. Siku moja sasa wale wa tabaka la chini, ground floor, wakapata bonge la idea, lakini ni idea mbaya sana. Faqalu, wakasema, law anna kharaqna fi nasibina kharqa. Jamani, bwana we, tuna wazo, mnaonaje hii panda shuka hii ya kufata maji juu kwa wenzetu kila mara, kama vile tunaomba wakati maji ni haki yetu zote. Mnaonaje sisi ndio tuliokalia maji yote yako chini, tukichungulia hayo tunayaona. Mnaonaje tutoboe jahazi letu hili tundu dogo kiduchu, tutajipatia maji kwa mapana na marefu, walam nu'dhi man fawqana, na habari ya kuwakera wenzetu kila wakati hodi maji, juisi, shusha msosi, tunasikia njaa nyie huko. Hayo hayatakuwepo, na hatutasumbua wenzetu wa chini kuwapanda mabegani na vichwani, kuwakanyaga kwa ajili ya kwenda juu kufuata maji. Mnaonaje? Bonge la idea, lakini idea very poor. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, fa in yatrukuhum wama aradu, wale wa juu wakiwaacha wa chini watoboe jahazi hilo, wafanye wanachokitaka, watoboe tobo dogo sana kiduchu, ili wapate maji kwa nia yao njema, wasisumbue wenzao, wapate maji ndani ya muda wanaoutaka. Bwana Mtume anasema wakiwaacha wakafanya hivyo, wakatoboa jahazi lao, halaku jamia, wameangamia wote, imekula kwao wote, ngoma hakuna takayepona. Wa in akhadhu ala aidihim, na wakisema wawakimbilie, wawashike mikono,
wawazuie mikono ili wasitoboe jahazi, na wawaambie huenda nia yenu ikawa njema, lakini hii fikra si nzuri. Mkilitoboa jahazi hamtopata maji ya kunywa tu, bali mtapata mafuriko na sote tutaangamia ndani ya bahari ya Hindi. Wa in akhadhu ala aidihim, na ikiwa watawashika na kuwazuia wasitoboe jahazi lao, najau, watapona wale waliomo tabaka la chini, wanajau jami'an, na watapona wote waliopo katika jahazi hilo, wa chini hadi wa juu. Wenye akili kubwa ambao Allah kawajalia akili, uelewa mzuri, sio wavivu wa kufikiri, wako sambamba na mimi. Lakini wale wenzangu tia maji, wazee wa jazba wa kukurupuka, hawatumii vizuri akili aliyowapa Mola wao. Inawezekana nimewaacha katika mataa ya Chang'ombe polisi. Mimi naweza kusema leo kupitia hadithi hii tukufu takatifu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya kuwa Tanzania ni jahazi lenye tabaka mbili, jahazi ambalo abiria wake ni zaidi ya milioni 62 na nukta kadhaa. Jahazi hilo linaitwa MV Tanzania, jahazi linalopata misukosuko mizito, misukosuko ya bahari, wimbi juu ya wimbi, mawimbi yanaitandika jahazi hili kulia kushoto, linacheza. Lau asingelikuwa Rahmani aliyeifundisha Qur'ani, jahazi hili lingelizama siku nyingi sana. Lakini kwa sababu linalindwa na yule aliyenyanyua mbingu 7 pasina nguzo, kwa maslahi ya Watanzania zaidi ya milioni 62. Tanzania ni jahazi lenye tabaka mbili. Watanzania zaidi ya milioni 62 wapo wanaoishi katika tabaka la chini, na wapo wanaoishi katika tabaka la juu, na wote ni wasafiri juu ya chombo kimoja kinaitwa MV Tanzania, na wote wanasafiri ndani ya bahari yenye kina kirefu, bahari ya Hindi, na wote wanategemeana, na wote wanapaswa washikane mikono, ya Rabbi salama jahazi hili liweze kutua. Na kwa bahati mbaya zaidi, safari ya jahazi hili ni ndefu mno. Jahazi halisafiri kwa mwezi mmoja wala mwaka mmoja. Safari ya jahazi hili ni maisha yote. Abiria ambaye Allah atamwandikia ahadi yake ya kuondoka duniani kufika, ataondolewa na Allah katika jahazi hilo, atazikwa, waliobaki wataendelea na jahazi, na safari inaendelea kusonga mbele. Hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ina faida kem na mafunzo chungu nzima. Mimi leo nataka niwatajie mafunzo 10 yatokanayo ndani ya hadithi hii tukufu takatifu, iliyotoka katika kinywa kitukufu kitakatifu, kinywa cha Bwana Mtume Muhammad. Na kabla kukupeni hizi
faida 10 zitokanazo na hadithi hii ambazo nitawasomea kwa haraka biidhnir rahman alladhi allama alquran. Nikupeni kauli ya mwana wa chuoni mmoja wa Kiislam anaitwa al-Imam al-Allama Amali Muhammad Anwar Shah al-Kashmiri, mwana wa chuoni wa kihadithi kutoka nchi ya Kashmir, huko upande wa Russia huko. Ni mwana wa chuoni aliyetafsiri Sahihul Bukhari. Ana kitabu chake anakiita Faidul Bari ala Sahihil Bukhari. Anatuambia maisha haya uhalisia wake ulivyo. Huenda mimi na wewe hatujui uhalisia wa haya maisha, lakini mwana wa chuoni huyu anatueleza kinaga ubaga, dhahiri shahiri, anatupa picha kamili ya maisha ya dunia yalivyo. Kipi alichokisema nani yapi? aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi wa kafa والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه المرتضى. أما بعد. Kipi alichokisema mwana wa chuoni mkubwa Amali Muhammad Anwar Shah al-Kashmiri aliyetafsiri kitabu cha Sahihul Bukhari, tafsiri yake na sharhi yake huitwa Faidul Bari ala Sahihil Bukhari. Anatupa picha ifuatayo juu ya maisha ya dunia yalivyo. Anatuambia inna dunya biasriha kasafinati alwahida جلس فيها كل مسلم وكافر مطيع وعاصي. Hakika ya dunia hii kwa ujumla wake ni kama vile jahazi moja. Ndani ya jahazi hilo wanaishi Waislamu na makafiri, wanaishi wacha Mungu na wanaishi wale waasi. فإذا فشت فيهم المعصية, basi pindi ambapo maovu, machafu, madhambi yataenea ndani ya jahazi hilo, falam ya'khudh ahadun yada ahadin, na asitoke mwenye kukemea maovu na machafu na maasi na madhambi ndani ya jahazi hilo, halaku jami'an la mahala, hakuna namna, wote wataangamia katika jahazi hilo. Sasa pokea faida zitokanazo, faida zinazotokana, faida zinazopatikana katika hadithi hii ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya jahazi lenye tabaka mbili. Abiria wakaamua kupiga kura ili ajulikane nani atakaa tabaka la juu na nani atakaa tabaka la chini. Mahitaji muhimu yote yako tabaka la juu, maji na vyakula. Wale wa tabaka la chini kila wakisikia kiu wanawagongea wenzao na kuomba maji. Siku moja wakapata fikra, wakapata idea,
kwa nini tuwasumbue wenzetu? Kwa nini tuwapande vichwa, mabega na kuwakanyaga wenzetu tulionao katika tabaka la chini? Kwa nini tusilitoboe jahazi letu tundu dogo ili tukajipatia maji? Hatutosumbuka na hatutowasumbua wenzetu. Bwana Mtume, hadithi hii wanawachuoni wametupatia faida ngapi zinazopatikana katika hadithi hii? Faida ziko zaidi ya 10. Faida zipo zaidi ya 10. Mimi nakupa faida 10 kwa haraka insha Ar-Rahmanu alladhi allama al-Qur'an. Faida ya kwanza, kufaa na kujuzu kupiga kura katika mambo mbalimbali katika maisha haya. Upigaji wa kura kama kura katika mambo mbalimbali katika maisha haya, Uislamu umeruhusu. Ushahidi hadithi hii, mfano wa wale wanaochupa mipaka ya Allah na wanaosimamia mipaka ya Allah ni kama vile watu waliokubaliana kupiga kura juu ya jahazi ili wepi watakaokaa tabaka la kwanza na wepi watakaokaa tabaka la pili. Bwana Mtume anahadithia hadithi hii na huko anatuambia wamepiga kura ili kieleweke nani watakaa first floor na nani watakaa ground floor. Ikiwa hili halitoshi, katika sura ya 3 Al-Imran Allah anatueleza mama yake Nabii Isa, Maryam bintu Imran, alipokuwa mtoto mchanga, watu walipiga kura ili nani amlee Maryam. Wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wewe Muhammad haukuwa nao kipindi hicho walipotupa kalamu zao, walipotupa kura zao, ili kijulikane nani atakayemlea mama Maryam. Na aliyeshinda katika kura hiyo ni Nabii Zakaria alayhi salam, wakafalaha Zakaria, na Zakaria ndiye aliyemchukua kwenda kumlea. Kama hili halitoshi, Nabii Yunus alipopanda juu ya jahazi katikati ya bahari, jahazi likagoma. Nahodha akasema kuna mtu amezidi, uzito umezidi, lazima tumtumbukize mtu mmoja baharini kwa maslahi ya abiria wote. Wakapiga kura. Qur'ani As-Saffat inatuambia fasahama fakana min almudhadin faltaqamahu alhutu wa huwa mulim. Wakapiga kura, kura ikawa inamdondokea Nabii Yunus mara kwa mara, wakaamua kumtosa baharini, samaki mkubwa naye akammeza. Kama hili halitoshi, Bwana Mtume katika maisha yake mara kadhaa alikuwa akipiga kura. Alikuwa hapendi kusafiri bila ya kumchukua mke katika wake zake. Anawachukua vipi? Anapiga kura. Yule ambaye kura inamdondokea anaondoka naye. Kwa hiyo faida ya kwanza inayopatikana katika hadithi hii, kujuzu kupiga kura katika masala mbalimbali, mambo mbalimbali katika maisha haya. Ama kupiga kura katika chaguzi kama hizi za kidemokrasia, chaguzi kama hizi za kidemokrasia, wanawachuoni wa sasa wana kauli mbili. Wako walioruhusu kwa dharura na wako waliokataa. Na Waislamu mnayo haki ya kufata mwanawachuoni ambaye mtaridhika na dalili zake na hoja zake. Kati ya waliosema pigeni
na waliosema msipige, na wala sio mada yangu leo hii mimi. Kwa hiyo hii ni faida ya kwanza inayopatikana katika hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faida ya pili inayopatikana katika hadithi hii ni kwamba maangamizi na maangamivu kutoka kwa Allah siku zote yakishuka hayatochagua juu ya waliomo na wasiomo. Allah akiamua kushusha balaa lake siku zote litawapata waliomo na wasiomo. Ushahidi, tukiwaruhusu wa tabaka la chini wakatoboa jahazi, halitokula kwao wao tu, hata wa tabaka la chini kwechina hii wataondoka na maji. Maangamivu, maharibiko yakija katika nchi hayatochagua. Watoto wataondoka na maji, akina mama wataondoka na maji, wakongwe wataondoka na maji, walemavu wataondoka na maji. Hakuna atakayepona, wawe wale walioanzisha na wale ambao hawakuwemo, wote wataangamia. Ama faida ya 4, adhabu ya Allah tutastahiki sote pindi tutakapoona maovu na machafu na madhambi waziwazi, na wasipatikane wa kutuwakilisha kuamrisha mema na kukataza mabaya. Faida ya 4, abiria wote wanaoishi ndani ya jahazi moja lazima wavumiliane kwa maslahi ya maisha yao wote. Faida ya 5, maisha haya ni kama jahazi linalotembea masaa yote bila ya kusimama ndani ya bahari kuu, na huku jahazi likipata misukosuko ya mawimbi ya bahari, kiza totoro na misukosuko mbalimbali. Jahazi ambalo lina tabaka 2. Faida nyingine, abiria watake wasitake lazima wapatikane matabaka makuu 2. Kwa nature ya jahazi lazima kuna abiria watakaa ground floor, tabaka la chini, na kuna watakaokaa first floor, tabaka la juu. Faida ya 6, mara nyingi walioshika hatamu vyakula vinywaji ni wale wa tabaka la juu. Wakitaka na wao waishi salama, jahazi liende salama, maisha yaende salama, wahakikishe wanarahisisha huduma kwa wale waliokuwa tabaka la chini. Wakubali kugawana mkate na keki na wale wa tabaka la chini. On time, wakitaka chakula wawape, muda wa kengele lunch washushe chakula, muda wa chakula cha usiku washushe chakula cha usiku, muda wa chai na vitafunwa washushe, kwa sababu siku zote tabaka la chini fikra yao wao ni kutoboa tu, hawataki shida, hawataki kuombaomba sana. Faida ya 7,
abiria wanaoishi katika tabaka la chini wasichoke kuomba haki yao. Chakula ni haki yao. Njaa zikishika ndani ya bahari kuu ya Hindi, wagonge tu, wazee shusheni msosi. Wakisikia kiu, wazee shusheni maji, na wala wasifikiri kutoboa jahazi lao. Tabaka la chini lisichoke kudai haki zao, lakini kwa hikma, kwa busara, na wala sio kwa jazba na spidi 222. Wakichoka wakasema bwana, tumechoka, ngoja tutoboe jahazi letu tundu dogo tuweze kujipatia maji, wataangamia. Wataanza kuangamia wao, kwa sababu maji wao ndio wa kwanza kuwafikia maji, na wale wa juu wataangamia. Jahazi la tabaka moja litapinduka na wote watakuwa qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nasisitiza tena, tabaka la chini, kwa hadithi hii wakubali namna Mungu alivyoumba jahazi hili. Walioshika hatamu ni wa tabaka la juu, misosi, mazagazaga, kusaza, vyakula, vinywaji vipo juu, na wajua ya kuwa vyote hivi ni vya kwao wote wa tabaka la chini na tabaka la juu. Wasichoke, wasione noma wala kokoro wakisikia kiu au njaa kuwaomba wenzao haki yao ya kula na haki yao ya kunywa. Wakijifanya hamnazo, wakajifanya tumechoka, wakajifanya hatuwezi kuombaomba, sisi tunajiangusha, tunajidhalilisha, maji tumeyakalia, ngoja tutoboe jahazi tutapata maji mengi kweli kweli. Na wao madumu yao yakiwaishia watatuomba sisi tu, huku sisi tuna maji ya kutosha. Basi wakae wakifahamu wanajidanganya. Wa kwanza kuangamia ni wao tabaka la chini, na watabaka la juu wataangamia. Na abiria zaidi ya milioni 62 wasiokuwa na hatia, wasiohusika kwa lolote, wote wataangamia. Na hii si akili, ni akili ya njiwa, ndege mdogo, sio akili kubwa. Na bado nasisitiza, khutba hii atakayenielewa ni yule mtoto wa mjini, na sijamtukana mtu, kwa sababu wanawachuoni wamesema wanadamu bana, kuna ambao wana akili ya ndege. Wakasema jismul bighali wa ahlamul asafiri. Kuna watu Mungu amewajalia wana miili, personality yao, physical appearance zao, wanapendeza, lakini ukichukua wazo kwake utakimbia. Ni bora angenyamaza, akifungua kinywa anaongea pumba tupu. Akili wakasema miili mikubwa kama nyumbu, akili ndogo kama ndege. Wamesema wanawachuoni, sijasema mimi. Faida ya 8, abiria wote waungane, wahakikishe na kuzozana kwao, kupishana kwao kimawazo, kudai haki, kupiga kelele, vyote hivi viendelee ndani ya jahazi hili. Lakini wahakikishe hatokei hata mmoja akanyanyua mkono wake akataka kutoboa jahazi lao. Bwana Mtume anasema wakimwacha kaangamia yeye, wameangamia wao wa tabaka la chini, na wameangamia wote kwa ujumla. Faida ya 9, jahazi lililotengenezwa na watu 1000
linaweza kutobolewa na mtu mmoja tu. Ndipo akasema mwana wa chuoni mmoja, walau anna alfa banin khalfahum hadimun kafa fakaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Ikiwa wajenzi 1000 walichokijenga kinaweza kubomolewa na mbomoaji mmoja tu, hebu niambieni, ikiwa mjenzi ni mmoja na wabomoaji ni 1000, wenye akili kubwa watanielewa, njiwa hawatonielewa katika maneno haya. Faida ya 10 na ya mwisho, ndugu zangu, inayopatikana katika hadithi hii tukufu takatifu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abiria, narudia, siku zote abiria atakayefikiria kutoboa jahazi ili hali yeye mwenyewe yumo ndani ya jahazi, jahazi lipo spidi 222 ndani ya bahari ya Hindi, mawimbi mazito kulia kushoto, jahazi linakula makofi kutoka kulia kushoto, abiria atakayefikiria wakati huo kutaka kulitoboa jahazi ni mpumbavu. Leo kaja kutukana watu leo. Sijaja kutukana, sio tabia yangu kutukana. Neno la mpumbavu sio tusi, limejaa ndani ya Qur'ani na limejaa ndani ya hadithi za Bwana Mtume Muhammad. Na kuuliza sasa wewe, je, ndani ya Qur'ani kuna matusi? Ukisema ndio, umekufuru. Jawabu hapana. Shekhe, tupe aya. Sayaqulu sufahau minan nasi, watasema wale wapumbavu wa watu, wapumbavu. Al-Baqara hiyo. Waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah, na ni nani wa kukataa kufata mila ya Ibrahim isipokuwa yule mpumbavu wa nafsi. Allah kasema. Kwa mpumbavu, upumbavu sio tusi, ni sifa tu ya akili njiwa. Na ushahidi kuwa anayetaka kutoboa jahazi wakati yeye mwenyewe ni abiria katika jahazi hilo, wazee wa ubwela, wazee wa ubaya ubwela, wazee wa liwalo na liwe, wazee wa potele ya mbali, yoyote ambaye anajijua ni abiria katika jahazi hili la dunia, kisha akataka kutoboa jahazi hilo, Bwana Mtume anasema, sio mimi Shekishki, Bwana Mtume anasema ni mpumbavu. Ushahidi, twende katika kitabu cha Al-Amru bil Ma'rufi wan Nahyu 'anil Munkari cha mwanachuoni Ibn Abi Dunya, ukurasa wa 104, hadithi ya An-Nu'man ibn Bashir. Amepanda juu ya mimbar siku moja kama nilivyopanda mimi, sahaba An-Nu'man ibn Bashir, anamwaga cheche, anamwaga material, anamwaga sera za Bwana Mtume Muhammad. Mswalie Mtume Muhammad. Akasema An-Nu'man akiwa juu ya mimbar, ya ayuhan nas, enyi watu, khudhu ala aidi sufahaikum, kamateni mikono ya wapumbavu wenu. An-Nu'man ibn Bashir anatuambia ya kuwa
amepata kumsikia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akiyafananisha maisha haya ni kama jahazi na sote ni abiria ndani ya jahazi hilo. An-Nu'man sahaba huyo anasema khudhu ala aidi sufahaikum, shikeni, kamateni, zuieni mikono ya wapumbavu wenu. Wapumbavu ni wepi sasa? فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول kwani mimi sahaba Nu'man ibn Bashir nimepata kumsikia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema, mtume anasema nini? inna qauman rakibul bahra fi safinatin, hakika kulikuwa na watu walisafiri baharini kupitia jahazi. Faqtasamu, jahazi lenye tabaka mbili. Hadithi ya pili hiyo inarudia tena kutaja jahazi lenye tabaka mbili. Hawa sasa hawakupiga kura, bali wakaamua tu wagawane. فأصاب كل رجل مكانا, wakagawana viti, free seat, kila mtu akaya anavyoona yeye, kila mtu akachukua eneo lake akaketi. Faakhadha rajulun minhum alfa'sa, akatokea mmoja wao, kumbe alificha shoka katika nguo yake, akatoka na shoka lake. Anafanya nini? Fanaqara makanahu, pale alipoketi akawa anapadonyoa kidogo kidogo, anatoboa kama kunguru au ndege anavyodonyoa mti au pahala. Wakamuuliza, faqalu, wakamwambia, ma tasna, unafanya nini wewe? Badala ajibu swali aliloulizwa akajibu kijeuri, akasema, akasema, makani asna'u bihi ma shi'tu, ni sehemu yangu napafanyia navyotaka. Mko kwenye jahazi, kaketi kwenye kiti chake, chini ya kiti kaamua kuinama, anapatoboa. Akiulizwa unafanya nini, na waerevu akili kubwa wakimuuliza, akilinjiwa anajibu, ni si pahala pangu, nafasi yangu, kiti changu, nakifanyia ninavyotaka mimi. Maneno ya mtume haya sio ya kwangu. Bwana mtume akasema, fa in akhadhu ala yadayhi najau wa naja, wakisema wakamwahi wamzuie, wamshike mikono asiendelee kutoboa jahazi, hata kama ni space yake, eneo lake lile, watapona wote naye atapona. Wa in tarakuhu, na ikiwa watamwacha aendelee kutoboa, si sehemu yake, kiti chake, freedom, kila mtu ana uhuru wake, wacha toboe tu. Bwana mtume anasema ghariqu, wameangamia wote, wa ghariqa, naye kaangamia. Fakhudhu ala aidi sufahaikum qabla an tahliku. Bwana mtume akatoa wito akasema, shikeni mikono ya wapumbavu wenu wasilitoboe jahazi lenu kabla ya kuangamia kwenu nyote. Matirio haya, elimu hii, maneno haya ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naomba nihitimishe
na kama mnavyoona sauti inaanza kukimbia. Nchi yetu hivi sasa inapitia katika kipindi kigumu cha fitna. Fitna ya uchaguzi, fitna ya siasa na wanasiasa. Na wanawachuoni wa Kiislamu wanatuambia alfitnatu naimatun, fitna siku zote imelala. Fala'ana Allahu man ayqadhaha, basi Allah amlaani atakayeiamsha. Wito wangu kwa Waislamu kwanza na Watanzania kwa ujumla, kwanza ni wahakikishie mimi si chawa wala ukawa. Mimi ni mwonyaji, inma ana nadhir, inma anta nadhir. Mtume kaambiwa hakika yako wewe ni mwonyaji, mimi ni mfikishaji. Nikwambieni ya kuwa Tanzania ni jahazi lenye tabaka mbili. Abiria zaidi ya milioni 60 na kitu ndio tunaoishi katika tabaka hilo. Tusiache mbachao kwa msala upitao. Tanzania ni muhimu zaidi kuliko uchaguzi. Tanzania ni muhimu zaidi kuliko wagombea wote. Tanzania ni muhimu kuliko vyama vyote. Watanzania maskini wa Mungu milioni 62 takriban, ndani yao kuna mawali wa Mungu, kuna wacha Mungu, kuna Waislamu, kuna wafuasi wazuri wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watanzania ni muhimu kuliko kila kitu. Kumbukeni ya kuwa pana maisha baada ya uchaguzi. Vijana wetu mliodata na mkajizima data, si lazima muyapokee hayo ninayokuambieni, lakini kama mna imani ya kisawasawa, kwa kuwa nimewafikishia kupitia Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lazima muyapokee. Si kwa sababu nimesema mimi nimenukuu tu. Msiwe kama wale ambao wao wana haki ya kutoa rai, kitanuka, kitaeleweka, wakisema wao wako right, tukija sisi mashekhe tukasema tofauti na wao, chawa, tumenunuliwa, njaa, masheubwabwa. Hii si sawa. Kwa nini wewe uwe sahihi katika kusema na katika kuwaza, mimi nisiwe sahihi katika kusema na katika kuwaza? Na nikwambieni, miongoni mwa haki, si mnadai haki, na hapo nichomekee nikwambieni, wakati mnaimba mwimbo wa kudai haki, Waislamu umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mnapaswa mujue haki zinazodaiwa ni zipi za kwenu. Za Ijumaa kuwa ni holiday kama Jumapili, haki ya mahakama ya kadhi kuwepo, haki za Waislamu, haki mbalimbali za Waislamu
au na nyinyi ni kichwa mchunga mnazolewa na mafuriko ya siasa? Wakati unadai haki, hebu ketu angalia, hii ni haki ya nani? Yako, ya mwanasiasa? Lakini kuambie kwa kauli ya Bwana Mtume, miongoni mwa haki za Muislamu juu ya Muislamu mwenzake, asimvunjie heshima. Na kushangaeni vijana mliodata na mkajizima data, mnadai haki, wakati huo mnavunja haki za Waislamu wenzenu, tena Waislamu mashekhe, viongozi wenu wa kiimani. Kwa nini? Kwa sababu amekwenda kinyume na fikra zenu na mawazo yenu. Kwa taarifa yenu, mimi Nuruddin siku zote huwa siburuzwi na waumini. Siongei kwa kutafuta radhi za waumini maamuma wa Kiislamu, siongei kwa kutafuta radhi za serikali, siongei kwa kutafuta radhi ya mtu yoyote, bali naongea mafundisho sahihi ya Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nataka nihitimishe. Yamebakia masaa Bwana Mtume kuaga dunia. Allahu akbar. Akasema, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum. Mimi Muhammad sidhani kama nitakutana nanyi mwakani katika viwanja hivi vya Arafa. Napaza sauti yangu kwa umma wangu, mukae mukifahamu ya kuwa mambo matatu ni haki ya Muislamu, na ni haramu Muislamu kuvunja mambo matatu ya Muislamu wenzake: kumwaga damu yake, kupora, kuiba, kuchakachua mali yake. Haki ya tatu, kuvunja heshima yake. Na kushangaeni, mnadai haki, wakati huo mnavunja mpaka haki za mashehe zenu. Baadhi yenu mnasikika mkisema viongozi wetu hawana msimamo, wenzetu wana msimamo. Hamjui tunayoyajua. Na kupa challenge moja tu. Kwa nini nchi hii mtawala akiwa Muislamu wenzetu wanamjia juu zaidi kuliko tofauti na anapokuwa mtawala katika upande wao? Akili kubwa kubwa za Mtume Muhammad wananielewa, njiwa hanielewi hata kidogo. Wakati mnapaaza sauti yenu, mnataka haki msioijua, msivunje haki za Waislamu wenzenu. Mnafahamu ya kuwa kwa mujibu wa sura ya 4 An-Nisa, kiongozi pia na haki yake kutiiwa na kuheshimiwa. Utasema oho, kashaanza uchawa. Na kueleza Qur'an, unanieleza matakwa yako. Tutaelewana vipi mimi na wewe? Mimi nazungumza ki-Qur'an, wewe unazungumza kisiasa. Daini haki wala siwazuii. Lakini mkae mkifahamu, hampaswi kumtukana mtu yoyote katika watu watano watakaofilisika siku ya kiyama, wakanyang'anywa thawabu zao, wakapewa wenzao. Nambari 1, anayetukana watu. Shekhe mmoja aliwahi kuniambia, ingia kwenye comment uone Waislamu wanavyotukana mashekhe. Shehu baba, hatuna mashehe sisi, anasema. Na mimi nikamjibu, na sisi hatuna maamuma. Si hamuna mashehe, na sisi hatuna maamuma. Kila tukiwaambia Allah kasema, Mtume kasema, hawaelewi. Sasa mambo matatu ni haki ya Muislamu juu ya Muislamu wenzake: asimwage damu yake, asiibe mali yake, na asivunje heshima yake. Unadai haki huku na huku unabomoa haki kibao
za Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio nikasema ni akili njiwa na wala sio akili kubwa. Khutba yangu sasa naihitimisha, ndugu zangu. Khutba yangu naihitimisha na naomba radhi sana kwa sababu hii khutba siwezi kuiacha kiporo mpaka Ijumaa ijayo. Nipende dakika 3 kwa idhini ya Rahman nimalize. Natoa wito, baada ya kutoa wito kwenu Waislamu wenzangu na Watanzania kwa ujumla, sasa natoa wito kwa jeshi la polisi. Tena leo jeshi la polisi ninawapa bishara njema ndani ya Qur'an na ninawapa bishara mbaya ndani ya sunna ya bwana mtume Muhammad. Kwa mujibu wa Qur'an, bishara njema sasa nianze. Kwa mujibu wa Qur'an, Qur'ani tukufu inatuambia siku zote Allah analinda watu wake kupitia watu wake. Sura ya pili Al-Baqara aya nambari 251, Allah anasema walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din, na lau Allah asingewapambanisha watu kwa watu. Nini maana yake? Lau Allah waovu, waharibifu, wavunjifu asingewapambanisha na walinzi wa watu, jeshi hilo, la fasadatil ardu, basi dunia ingeliharibika. Walakin Allah dhu fadlin ala alalamin, lakini Allah ni mwenye fadhila nyingi mno juu ya walimwengu wote. Jeshi la polisi, kama mtasimama imara mkawa waadilifu, waaminifu kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa taifa hili na watu wake zaidi ya milioni 62 na kupambana na wenye dhamira mbaya, hakika mtakuwa nyinyi ndio wale watu waliotajwa ndani ya sura ya pili Al-Baqara, ambao siku zote Allah anawatumia kwa ajili ya kuzuia maovu ya watu wengine. Bishara njema kwenu na hongereni kwa hilo. Lakini kama hili halitoshi, twende katika suratul Hajj. Sikiliza Allah anasemaje tena juu ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Suratul Hajj aya nambari 20, Allah aya nambari 40, Allah anasema walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din, na lau kuwa Allah hawakingi watu kwa watu, na lau kuwa Allah hawakingi watu, hakingi usalama wa watu kupitia watu, yani kupitia majeshi, lahuddimat sawami'u, basi zingelivunjwa nyumba za watawa, wabi'un, na makanisa. Qur'ani hiyo suratul Hajj aya nambari 40. Kafanya research. Lau kuwa Allah hawalindi watu kupitia watu, basi zingelivunjwa nyumba za watawa, wabi'un, na makanisa, wasalawatun, na masinagogi, wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kathira, na misikiti ambamo ndani yake jina la Allah hutajwa kwa wingi. Nini maana yake? Aya hii pia kama walivyosema baadhi ya maulama, yaonyesha umuhimu wa kila nchi kuwa na jeshi la ulinzi na usalama ambalo kazi yake kuu kuhakikisha usalama wa watu wake na mali zao kwa ujumla. Kwa niliambia jeshi letu
lisimame imara, lihakikishe linaendelea kulilinda taifa hili na watu wake bila ya uonevu wala dhulma wala mauaji. Mosi. Pili, jeshi ni kupeni bishara njema kupitia bwana. Jeshi ni kupeni bishara mbaya kupitia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sahihu Muslim hadithi nambari 2128, bwana Mtume anasema sinfani min ahli an-nari lam arahuma ba'du, makundi mawili ni katika watu wa motoni sijapatapo kuyaona mimi Muhammad bado. Kundi la kwanza, qaumun ma'ahum siyatun, kundi la kwanza ni watu wanaotembea na rungu na bakora, yadribuna biha an-nas, wanawapigia watu pasipo na haki kwa dhulma na uonevu. Askari yoyote atakayekamata silaha yake akamuonea mtu yoyote kwa dhulma, kwa uadui, kwa uonevu, bwana Mtume anampa bishara mbaya ya kuwa ni katika makundi mawili ya watu wa motoni. Lakini askari wetu wakisimama imara kwa ajili ya kukabiliana na uhalifu bila ya dhamira ya kutaka kuonea wala kudhulumu wala kuua wala kumwaga damu za watu, wamesimama imara ili kulinda, wataingia katika zile aya mbili Al-Baqara na Suratul Hajj, watakuwa ni katika majeshi ya Allah anayoyatumia kuwalinda watu wake. Na ikiwa ni kinyume chake, ni waonevu na wanakusudia kudhulumu, hawatopona na moto wa Jahannam siku ya Kiyama. Wenye akili kubwa watanielewa, akili njiwa poleni, nimekuacheni kwenye mataa ya Changombe polisi mpaka sasa. Mwisho, kesho tumeandaa dua ya kuliombea taifa hili, na kuliombea taifa limethibiti ndani ya Qur'an. Suratul Baqara na Suratu Ibrahim vimethibiti kuliombea taifa lako, Mungu aendelee kulilinda libaki kuwa taifa la amani na awalinde watu wake. Hayo yapo. Al-Hikma Foundation tumeandaa tukio kubwa, adhimu na adimu na muhimu, saa 3 kamili asubuhi, msikiti wa Nurul Hikma pale mtaa wa Yombo, zamani Nurul Yakin, na mgeni wetu rasmi ni mufti. Mashekhe mbalimbali watakuwepo, watatoa nasaha mbalimbali. Baada ya hapo tutasoma Qur'ani misahafu mara 3. Njoo na wewe utie nia, sema ya Rabbi, kupitia maneno yako haya nasomwa leo mara 3 nzima yanahitimishwa, nina majanga 1 2 3 na mimi nijalie 1 2 3. Huu ndio wito wangu, na mambo zaidi na zaidi tukutane kesho, na kuombeni radhi sana sijawahi kufika muda kama huu. Wallahi sina nia mbaya ila ni nia njema. Naomba Allah akuwekeni, naomba Allah kuhifadhini, naomba Allah kufurahisheni hapa duniani hadi akhera, naomba Allah kulindeni na atulinde sote, atupe ulinzi wa kutosha kutoka kwake, atulinde kutoka mbele yetu, atulinde kutoka nyuma yetu, atulinde kutoka kuliani kwetu, atulinde kutoka kushotoni kwetu, atulinde kutoka juu yetu, na daima na abadan atulinde ili tusiuawe, ili tusidhulumiwe. Ailinde nchi yetu na wananchi kwa ujumla na kila ya aina ya machafuko, aishushie kila la kheri na baraka. Wenye maradhi Allah awaponye, wenye dhiki Allah awape faraja, wenye njaa Allah awape riziki yenye kutosha. وهذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة.